وشرفه بالتفكير ورفع مقامه بالعلم والفهم وجعل العقل مناط التكليف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله جل في علاه، فهي وصية الله للأولين والآخرين. عباد الله، عنوان خطبتنا اليوم نبذ الفتن وطريق طلب الحق باستعمال العقل. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru muumba wa mbingu na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuzitaka ziada za rehma na amani zikishukia kipenzi cha umma, mwalimu wetu na mkufunzi mkuu aliyeeneza amani katika ulimwengu huu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachukua fursa hii kuihusia nafsi yangu iliyojaa mapungufu pamoja na kukuhusieni nyinyi juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, maudhui ya khutba yetu ya leo au kichwa cha habari cha khutba yetu ya leo kinazungumzia kuitupilia mbali fitna na kuitafuta haki kwa kutumia akili. Ndugu zangu katika imani, limenipelekea kuiandaa mada hii. Kila mmoja ni shahidi wa nafsi yake, anajua ni kitu gani kinachoendelea katika ulimwengu kuhusiana na taifa letu la Tanzania. Na sisi tukiwa kama Watanzania tunapaswa kutoa mchango wetu katika taifa letu, na tunatarajia kwa uwezo na mapenzi makubwa ya Allah na fahamu alizotupa, tutakayoyasema yawe ni ya kujenga na sio ya kubomoa. Kwa nini nimeihusisha khutba hii na akili na fitna? Kwa sababu kinachochezewa ni akili, na akili ndiyo inayoamsha fitna. Inna ni'matal aqli min a'zami ni'ami allati akrama Allahu biha al-insan. Inna ni'matal aqli, hakika neema ya akili, min a'zami ni'ami allati, ni katika neema kubwa kabisa, allati akrama Allahu biha al-insana, ambayo Mwenyezi Mungu amemtunuku na kumkirimu mwanadamu. Wabiha, na kwa kutumia hiyo akili, yamizu baina ar-rushdi wal hawa wa baina as-silmi wal fitna
wa baina alhaqi walbatil, kwa mtu kuitumia vyema akili yake anatenganisha kati ya uongofu na matakwa ya nafsi ya upotovu, anatenganisha kati ya amani na kati ya fitna, anatenganisha kati ya haki na batil. Wama al-aqlu ya ibadallah, ni nini akili yenye waja wa Allah? Akili ni uwezo aliopewa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, uwezo wa kufikiri, uwezo wa kutambua, uwezo wa kuelewa, uwezo wa kupambanua mambo na kufanya maamuzi sahihi. Lakini akili pia ni kipawa ambacho amepewa mwanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho kinampambanua na kumtofautisha na viumbe wengine. Viumbe wengine hawakupewa akili kama tulizopewa sisi. Kwa hivyo kila anayezaliwa uzaliwa na akili ya asili, ambayo ni uwezo wa kupambanua mambo ya kawaida na kujifunza. Tofauti inakuja matumizi sahihi ya akili na ukomavu wa akili utofautiana kulingana na mambo haya nitakayoyataja hapa. Jambo la kwanza, malezi. Ikiwa mtoto alilelewa tangia udogoni kwake, akaaminishwa katika familia aliyotokea kwamba yeye ana maamuzi ya kufanya jambo lolote wakati wowote ule, na hakuna wa kumpinga katika familia, akitakacho baba hata kama hana uwezo nacho atajikhalifisha ampe, huyo mtoto akija kukua, tusidhani kama anaweza kuwa na mchango mzuri katika taifa. Anaweza kudai hata kisichodaiwa. Anaweza kumuona babaye kaongeza mke wa pili, akamwambia yule mke wa pili nilimpenda mimi, niachie mimi, kwa sababu aliaminishwa kwamba akitakacho yeye ndicho kinachofaa, na hakuna wa kumwambia acha akaacha. Kwa hivyo akili imekuzwa hivyo. Lakini pia elimu, uwezo wa elimu anaopata mtoto. Kuna elimu ambazo zinaweza kumjengea kuwa na ukomavu na ufahamu mzuri, na elimu zingine haziwezi kumjengea hivyo. Mathalan, kwa sisi Waislamu na waliobahatika kusoma elimu ya dini, tuna elimu inaitwa mantiq. Ni elimu ya kutumia akili ambayo inampa mtu uwezo wa kufikiri na kutafakari na kutoa maamuzi sahihi. Kwa mfano, tukisema kullu dawlatin yadkhulu fil fawda tafqidu al-amna wa tanmiya, wataalamu watasema hii ni muqaddimatul kubra au ni muqaddimatul ula. Tanzania bada'at tashhadu al-fawda wa-ittirabati. Taifa la Tanzania limeshaanza kushuhudia machafuko na baadhi ya mitingishiko. Sasa natija ni nini kwa mtu aliyesoma somo la mantiki? Idhan Tanzania mu'arradatun lifaqdani al-amni wa tanmiya. Ikiwa Tanzania au taifa lolote ambalo limeanzisha vurugu na chokochoko, lazima watakosa amani na watakosa maendeleo. Ikiwa taifa la kwetu na lenyewe limo miongoni mwa mataifa hayo, natija ni kwamba tunapoelekea ni kukosa amani na kukosa maendeleo. Hichi ndio kipimo cha akili, na ndiyo vipimo ambavyo msomi aliyesoma vizuri dini hawezi kufanya jambo bila kufikiria vyema. Kuna ndugu yangu mmoja alipata kuniuliza, kwa nini nyinyi hamzungumzii sana hili swala? Nikamwambia mpumbavu ni lazima aseme, lakini mwenye akili anasema, lakini mwenye akili ana cha kusema. Maana yake nini? Mpumbavu husema hata kama hana cha kusema, lakini mwenye akili hawezi kusema isipokuwa akiwa na pointi ya kusema. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu watu wenye akili na wanaotumia vizuri akili zao ndani ya Qur'ani, akasema hakika katika hayo wewe kuna akili, kuna mazingatio,
kuna ishara za kuzingatiwa kwa wale wenye kuzitumia vizuri akili zao. Lakini pia matumizi ya akili yanatofautiana kulingana na mazingira. Aliyeishi kijijini ana mtazamo wake, anayeishi mjini ana mtazamo wake. Upo wakati wa kijijini ataonekana mshamba, na yapo mambo ya kijijini wa mjini atayakosa, anajua ya wa kijijini. Lakini pia mazingira yanaweza kuibadilisha akili ya mtu, akakosa kuwa na mtazamo sahihi na imani na maadili. Hivi vitu vitano ndivyo vinavyocontrol akili ya mwanadamu. Na ndio maana katika Uislamu tunahimizwa kufanya mambo kwa kutafakari na kufikiri, ili uweze kutoa natija, ili uweze kujua hii ni haki na hii ni batil. Waqad dhamma Allah subhanahu wa ta'ala alladhina la yaqilun, lakini Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani akawatupia lawama wale ambao hawazitumii vizuri akili zao. Akasema inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi as-summul bukumul ladhina la yaqilun, hakika viumbe waovu kabisa miongoni mwa viumbe vinavyosota katika ardhi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni wale mabubu na viziwi. Summul bukumu, viziwi, hawaisikii haki, hawasikii maneno ya faraja, hawasikii maneno ya kutengeneza. Lakini mabubu kwa sababu wanaiona haki na hawataki kuisema. Na hao ndo wale ambao hawazitumii vizuri akili zao. Maashara almuslimin, enyi ndugu zangu Waislamu pamoja na Watanzania wote wapenda kheri, wapenda amani na wazalendo na nchi yao, ni lazima tufahamu kila mpanda ngazi hushuka, na usipotaka kushuka hakuna wa kukushusha, na bila kushuka hatuwezi kupata amani na maendeleo katika nchi yetu. Msimamo wa serikali tumeusikia, msimamo wa taasisi zote tumezisikia. Hakuna mwenye akili timamu atakayeweza kusema kwamba hili waliloliamua serikali la maridhiano sio jambo zuri, labda kama ana agenda yake ya siri. Tumechuja, tumeangalia mazungumzo ya pande zote ndani ya mitandao. Kwa watu wa mantiki tumeangalia mukaddimatu sughra na mukaddimatu kubra, haddul awsat, haddul akbar, haddul asghar, na tukaweza kutohoa natija ni ipi. Sasa hivi sio muda wa kulumbana wa Tanzania, sio muda wa huyu kumnyooshia kidole yule, sio muda wa ule kusema hivi, sio muda wa huyu kusema vile. Waswahili wanasema yaliyopita sio ndwele tugange yajayo. Sio muda wa kuangalia nani aliyekosea, ni muda wa kuangalia tutengeneze, ni wapi tulipojikwaa tutengeneze. Haiwezekani na haingii akilini katika taifa lolote lile. Hata kama wewe unafuga nyuki, una mzinga, unaenda kwenye mzinga, unapiga mawe, mfuniko unafunguka, alafu nyuki wanakung'ata, unasema nyuki hawana akili, wamekosea hawa. Ulikosea utaratibu. Maashara almuslimun, al-aqlu salim, akili iliyosalimika, yujibu daf'a al-fitani, inawajibisha kuiondoa fitna, wala yujibu sun'aha, na wala akili iliyosalimika haitengenezi fitna. Al-aqlu salim, akili iliyosalimika, yad'u ila al-hilmi, inalingania kwenye upole wa sabri na subra, wa talabi al-haqqi bitariqi ash-shar'iyya, na kutafuta haki kwa njia za kisheria. Kullu haqqin lahu tariqun nidhamiyun la yunalu bil'unfi wala bilfawda, kila haki ina njia zake, imewekewa utaratibu wake rasmi, mfumo wake rasmi,
na wala haiwezi kupatikana haki kwa kuanzisha vurugu, kwa kuleta fujo, kwa kukosea njia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu, upole haupatikani katika jambo lolote lile isipokuwa ulipamba jambo lile. Wala yunzau fi min shay'in illa shanahu, na upole ukiondolewa katika jambo unaliharibu jambo lile. Al-aqlu salim, akili yenye kusalimika, yamna'u al-muslima min an yakuna datan litahrish wa tahridh. Akili iliyosalimika inakuzuia wewe Muislamu na wewe Mtanzania mwenye kupenda amani kuwa chombo cha uchochezi, kuwa sababu ya malumbano, kuwa sababu ya kuwakosesha wenzio amani na kuhamasisha hayo. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, Imam Qayyim anasema, Ibn al-Qayyim anasema, al-aqlu huwa nurun, akili ndio nuru. Al-aqlu huwa nuru alladhi, ndio nuru ambayo yahtadi bihi al-insan au al-abd, ndio al-aqlu huwa nuru alladhi yahtadi bihi al-insan. Akili ndio nuru ambayo anaongoka kwayo mtu. Fa idha atwaha bil hawa, na akizima kwa kutumia matamanio yake, sara ama wa inkana basira, anakuwa ni kipofu hata kama anaona. Laisa min al-aqli salim wala min ad-din, sio katika akili iliyosalimika wala katika dini. Ayanjarra al-muslimu, kuingia Muislamu khalfa da'awati al-fawda, chini ya wito wa vurugu na fujo, wa harqil turqi, na kuchoma njia, wa takhribil mabani, na kuharibu majengo, wa tahtimi masalihi nnas, na kuharibu miundombinu na kuharibu maslahi ya watu, sio katika dini, na hakuna dini inayoruhusu hilo. Mwenyezi Mungu akatuonya ndani ya Qur'ani akasema, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, na wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kutengenezwa kwake. Kodi zilizotumika ni za kwetu sote. Leo unachoma kituo cha afya, unachoma hospitali, wakati mama yako pia amekuzalia wewe. Leba, una akili timamu kwa leo? Laisa min al-aqli salim. Mshairi anasema, la tufsidanna fil ardi inna fiha ni'ama, usifanye uharibifu katika nchi, hakika kuna katika nchi neema. Fashkur ni'ama Allahi, shukuru neema za Allah. La takun nadama, mkichoma mabarabara, mkachoma mahospitali, mkachoma vituo vya polisi, mkafanya uharibifu mbalimbali, mtakuja kuingia katika majuto. Allah kashasema ndani ya Qur'an, innal fasada, mshairi anaendelea kusema, hakika ya uharibifu, yuhlikul bilada wa ahlaha, unaangamiza miji na watu wake. Tunao mfano hai yaliyopita siku za karibuni, yaliyosababishwa na baadhi ya wachache. Maafa yanielea kwetu sisi sote. Wayajlibul balaa wa yuqidul alama, wayajlibul balaa, vurugu zinaleta mabalaa katika nchi. Wayuqidul alama, zinatibua maumivu. Ittaqillaha fi a'malika kulliha, muogope Allah katika matendo yako yote. Ewe mwenye nia mbaya na nchi yako, muogope Allah katika matendo yako. Wakun saliman, wakun salihan, kuwa mwema. Taslam wa tanal karama, utasalimika na utapata utukufu. Wada'il khisama wa shiqaq, kuwatenganisha watu kwa kuwapandikiza chuki za kidini.
fa innahu sabilu dhaifi, fa innahu sabilu dhaifi, hiyo ni njia ya udhaifu. Wa yuqidhu naqama, na wayujlibu naqama, na inaleta maangamizi. Ndugu zangu katika imani, tuwe makini sana kuzitumia akili zetu, hasa katika kipindi hichi. Usiwe ni hodari wa kuzungumza. Pengine kuzungumza kwako kukiwa kunastahili kuzungumza, angalia unazungumza wapi, na kusiwe ni kuamsha fitna au kuchochea vurugu iliyo baina ya Watanzania katika zama hizi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa atubu ilayhi fa ya najata taibin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathira, alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi jalla fi ula. Ndugu zangu katika iman, na kuhusieni kwa mara ya pili baada ya kutaka shukrani za dhati zimwendee Allah pamoja na kutaka ziada za rehma zikushukie kipenzi cha umma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alfitnatu naimatun la'ana Allahu man ayqadhaha, fitna imelala, Mwenyezi Mungu amemlaani mwenye kuiamsha. Ni nini fitna? Alfitnatu hiya kullu ma yuthiru an-nizaa wa yuaddi ila al-furqati wal adawati baina an-nas. Fitna ni kila jambo ambalo linachochea, linahamasisha ukinzani, ugomvi, fujo, na linapelekea mufaraka katika jamii na uadui usiokoma baina nas, kati ya watu. Sawaun, ni sawasawa, kanat fitanan diniyatan, ni sawasawa fitna hiyo imetengenezwa kidini, ikataka kuwagawa watu ambao katika maisha yao ya kijamii wameishi hali ya kutengamana vizuri, kila mtu ana uhuru wa kufanya ibada yake, lakini mambo ya kijamii tunashirikiana, mtu akaingiza chokochoko zake ili leo tuweze kushikiana mapanga wenyewe kwa wenyewe, au fikriyatan, au ikawa fitna yenyewe ni ya kifikra, watu wamecheza na akili zetu kama wanavyosema. Mapigano ya panzi ni sherehe kwa kunguru. Vita vya panzi ni sherehe kwa kunguru, au ni furaha kwa kunguru. Kila mahali watu wanapokinzana, kuna mtu ambaye amejificha haonekani. Inawezekana na wao pia wamesahau hilo. Na Waislamu, kama sio kwa muda mfupi, tungeelezea kisa ambacho kimetokea ndani ya jamii ya Kiislamu wakati wa ukhalifa wa Saidina Ali karramallahu wajha, baada ya kuuliwa Saidina Uthman. Ni kitu gani kilitokea na waliosababisha ni nani? Wakamwaya damu, baadaye wanatahamaki kumbe kuna mtu alifanya yale yote, alafu ni mnafiki, hayupo ndani ya Uislamu. Inawezekana Watanzania wamechafuliwa, wamevurugwa na watu hawapo katika taifa lao, lakini Watanzania tumeitwa sisi hatuna akili, basi tukubali kuwa pia hatuna akili kweli. Yani sisi tumeitwa maskini, tumekubali kuwa maskini mpaka wa akili. Au ijtimaiyatan, au vurugu, fitna ikawa ni ya kijamii, au siasiyatan, au ya siasa. Hii yote ni fitna. Sasa njia ya kuiondoa ni ipi? Wanabdhuha yakunu bita'iyati watathqif. Kuiondoa na kuitupilia mbali fitna
hufanyika kwa kutumia uelimishaji na kutoa maarifa kwa jamii, wa nashri qiyam alhiwar, na kueneza kutangaza maadili au thamani ya mazungumzo ya maridhiano, bilikhtilafi allati hiya ahsan, watu washindane kwa hoja za kujenga na sio kubomoa. Wa tathbit mabadi alwahdati wataayush bilamni, na kusimamisha misingi thabiti ya umoja wetu wa Kitanzania pamoja na kuishi kwa amani. Hii ndio njia pekee, na serikali imechukua hatua zote hizo. Leo vipi mtoto alikuwa na njaa, anataka chakula, umpa chakula na kipiga teke? Mimi kwa mchango wangu mdogo katika nchi yangu na kwa Waislamu wenzangu na ndugu zetu wa Kristo, hebu turudi, tushuke, tukae chini, tuirudishe Tanzania katika amani. Ni ya kwetu sote. Tunaamini katika Uislamu, amani tunaitangaza kila siku, na hata tukiswali tunasema amani. Kila tunachokifanya ni amani, na wenzetu salamu yao, amani ya Bwana iwe nawe. Na hata kama ni kiongozi wa roho anaamini, anasema kwa sababu Mungu yuko ndani yake, basi muache Mungu aseme ya kheri, usimwache sheitani akasema ya kwake. Tukifanya hivi, amani ya Tanzania itarudi. Mshairi akasema, idha namat alfitna tufadaha, pindi fitna ikilala iache. Fa inna iqadhaha sharrun mubin, kuiamsha fitna ni uovu, ni shari iliyo wazi. Kam min uqulin daa fiha, ni akili ngapi zimeteketea ndani ya fitna. Biqalbin bisu'i maftunu, na hali ya kuwa nyoyo zimepumbazwa na uovu. Tushabbu naru min kilmatin au kalmatin, moto wa fitna unawashwa na tamko moja tu. Waturwa bidamil masfuki duna dhamini, lakini fitna moja ile inapelekea kumwaya damu pasi na kuwa na dhamana. Bwana mmoja, nikimalizia hutuba yangu, alitoka akamsikia mtu ananadi, nauza mtumwa, ana aibu yote isipokuwa aibu yake ni fitna. Akasema, fitna tu, mbona mimi naweza kumtengeneza huyu? Yule bwana akamnunua yule mtumwa. Alipompeleka nyumbani, mtumwa hakuchukua muda mrefu, akamfuata mke wa bosi wake, akamwambia, mume wako anataka kukuongezea mke, na katika kitu wanawake hawakipendi hata kama amesoma dini, na ukitaka uitingishe imani yake na atamani kuutoka Uislamu, mwambie naongeza mke. Ila yule ambaye Mwenyezi Mungu amemtangulia, mwanamke akamwambia, bwana, mume wako ana mpango wa kuongeza mke au kufanya suria, mtumwa awe kijakazi. Sasa ili asiweze kuongeza huyu mfanyie limbwata. Limbwata lenyewe utalifanyaje? Chukua kisu usiku akilala, nenda kamnywe nywele za utosini, kaa nazo, hataweza kwenda kuongeza mke mwingine. Alafu yule binti akaenda kwa bosi wake, akamwambia, mke wako bana amejifanyia kijibuzi, ana kijana sasa hivi anampenda kweli kuliko wewe, alafu ana mpango wa kukuua. Na ukitaka kujua ni kweli, wewe jifanye kama umelala, utaona usiku amekuja na kisu anataka kukuchinja. Mume akachukua yale, ilipofika usiku akaenda kulala. Mke naye kashaambiwa anataka kuongezewa mke wa pili, akachukua kisu aende akakate nywele akae nazo. Mume alipoona amekuja na kisu, akamdaka yule mwanamke. Alipomdaka akamchinja. Ndugu zake wakafikiwa na taarifa, wakaja wakamua yule bwana. Ndugu za yule bwana wakafikiwa na taarifa, zile pande mbili zote zikapigana, watu wakauana kwa ajili ya kitu kidogo tu, fitna. Usidharau fitna, usilete mzaa ambao unaweza kuchafua mazingira. Lakini pia
fahfadh lisanaka irraghibta salama, fahfadh lisanaka irraghibta salamatan, uchunge sana ulimi wako kama unataka amani. Wada'il fitnata lilmajnuni, na hizo fitna waachie wapumbavu wasiokuwa na akili timamu. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni kuirudisha amani, na kuhusieni kuwapa amani wenzetu. Mpe amani ndugu yako yoyote pasi na kuangalia udini wake, rangi yake, kabila lake, kimo chake. Haya ndio mafunzo yetu sisi Waislamu. Tusimuache shaitani akaingia kati yetu sisi akatuvuruga. Wanasema wanadai haki, serikali imeshaweka msimamo, tupo tayari, njooni tukubaliane, tuangalie tunatoa nini, basi waende ili waweze kujulikana changamoto zao ni nini, na baadaye amani yetu ambayo imenadiwa kwa muda mrefu na viongozi wote wa dini iweze kubaki na tuweze kuishi kwa amani. Sote ni mashahidi, ilipotokea lockdown hakuna alienda msikitini wala Mkristo alienda kanisani. Na ndio kawaida ya fitna, anaanzisha mmoja lakini madhara yake na majanga yake yanaweza kumkuta yeyote ambaye hakuwemo. Na hiyo ndio kawaida. Hata adhabu ya Allah ikija kwa mtu mmoja aliyefanya kosa, itamwenea mwenye kukosea na asiyekosea. Kwa hivyo tusilaumu serikali na tusiwalaumu wale waliofanya machafuko. Hebu tuyaache hayo, tuangalie tunatengenezaje. Tayari maji yameshamwagika, hayazoleki tena. Kuyafikiria hayo ni sawasawa na kuwa na udumavu wa akili. Qala Allah ta'ala amira wa mukhbira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma arham khulafa'ir rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma fadh shababana min al-fitan, Allahumma fadh shababana min al-fitan, Allahumma fadh biladana min as-su', Allahumma fadh biladana min as-su'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أفضل وأعز وجل وتم أكبر. وأقم الصلاة.